Kuna mambo mawili yanayochochea mwili kujiponya, hasa kupona haya magonjwa ya lishe kwa kutumia lishe yenyewe. Kuna mambo haya mawili ambayo nitakueleza hapa. Haya mambo ukiyazingatia, hakuna namna mwili utaacha kujiponya wenyewe. Hakuna namna presha yako itabaki hivyo ilivyokuwa juu. Presha itarudi kawaida. Hakuna namna utaendelea kuteseka na magonjwa haya ya lishe. Hakuna namna utaendelea kuteseka na presha. Hakuna namna utaendelea kuteseka na magonjwa ya moyo. Hakuna namna utaendelea kuteseka na magonjwa ya kisukari, ukizingatia haya mambo mawili na ukayafanya kwa nidhamu na kwa ufasaha. Mambo mawili yanayoulazimisha mwili uweze kujiponya magonjwa haya ya lishe automatically, bila hata kutumia dawa yoyote, bila hata kutumia nguvu yoyote. Jambo la kwanza ni kubadili mtindo wa maisha. Kubadili mtindo wa maisha. Na kwenye kubadili mtindo wa maisha nitazungumzia nitazungumzia kipengele kimoja. Kipengele cha kwanza ni kubadili lishe. Badili unavyokula, badili chakula. Na kwenye kubadili chakula huwa tunasisitiza ya kwamba acha kutumia vyakula vya wanga, acha kutumia vyakula vya sukari, acha kutumia vyakula vya vitokanavyo na mafuta ya mbegu, mfano alizeti, soya, pamba. Acha kutumia hivyo vyakula. Sasa unapoacha kutumia hivi vyakula, huwa mwili usipopata hivi vyakula, huwa unalazimika kutumia mafuta kama chanzo cha nishati ndani ya mwili. Na mafuta ndo chanzo cha magonjwa mengi kwenye mwili. Mafuta ndo chanzo cha presha, mafuta ndo chanzo cha matatizo ya moyo, mafuta ndo chanzo cha mishipa kuziba, mafuta ndo chanzo cha inflammations nyingi sana. Kwa hiyo unapoacha kula vyakula vya wanga na sukari, ambavyo hivi vyakula ndo chanzo cha mafuta yasiyokuwa na manufaa ndani ya mwili, kwa mwili unaanza kutumia hayo mafuta yasiyofaa ndani ya mwili, yaliyohifadhiwa kwa muda mrefu ndani ya mwili wako, kuwa chanzo cha nishati. Sasa mwili ukianza kufanya hivyo, huwa kuna process inaitwa ketosis huwa inachukua nafasi. Ketosis huwa inachukua nafasi. Sasa ketosis ikianza kuchukua nafasi, ndio uponyaji wa magonjwa mengi ndani ya mwili unaanza kutokea. Kwa kama ulikuwa na pressure, utaanza kuona pressure inashuka. Kama ulikuwa na uzito mkubwa, utaanza kuona uzito unapungua. Kama ulikuwa na matatizo ya kupoteza kumbukumbu, matatizo ya kutokuwa makini kwenye shughuli zako, utaanza kuona unapata ile mental clarity. Unaanza kuongeza umakini, ubongo wako unakuwa active. Kama ulikuwa na matatizo ya kisukari, utaanza kuona sukari inaanza kushuka yenyewe. Kama ulikuwa na matatizo ya kitambi, manyama uzembe, uzito mkubwa, utaanza kuona vyote hivyo vinapotea, kwa sababu ketosis ndo imechukua nafasi yake. Sasa ili uichochee hii process ya ketosis iweze kuchukua nafasi kwenye mwili wako, namba moja, unatakiwa kuacha kutumia vyakula vya mafuta na sukari, pamoja na vyakula vya vitokanavyo na mafuta ya mbegu. Lakini kitu cha pili cha kuchochea hii process ambayo ni process ya uponyaji ndani ya mwili iweze kuendelea kuchukua nafasi ni kula vyakula vya mafuta na vyakula vya protini kwa wingi. Kwa maana yake hivi ndivyo vyakula vinavyochochea ketosis kuchukua nafasi kwenye mwili wako. Kumbuka hapa mwili unatumia mafuta kama chanzo cha nishati. Kwa hiyo ili uendelee kuchochea huu mchakato wa mwili kuendelea kutumia mafuta kama chanzo cha nishati, ili wewe uendelee kuponya magonjwa yako yote, maana yake usapoti huu mchakato kwa kuongezea mafuta mazuri ndani ya mwili.
ili mwili uendelee kuyatumia hayo mafuta kama chanzo cha nishati. Ili uchochee huu mchakato, unatakiwa utumie vyakula vya mafuta mazuri kwa wingi, na vyakula hivyo ni kama parachichi na mafuta mazuri, ni kama kwenye samaki kuna mafuta mazuri omega 3, kwenye nyama kuna mafuta mazuri, lakini tunasema nyama ile ya asili na nyama ambayo nyama ya asili tu. Nikisema nyama ya asili maana yake ya ng'ombe wa asili kabisa, achana na mang'ombe ya kisasa yale, si kuku wa kisasa, hapana. Lakini pia kwenye mayai kuna mafuta hayo, lakini kuna zabibu, kuna mzeituni, mafuta ya mzeituni, kwenye nazi, mafuta ya nazi. Unaweza usipate mafuta ya nazi yenyewe, lakini kwenye madafu yale, majidafu yale, maji ya nazi, unapata hayo mafuta. Ndio unakuwa umechochea mwili uendelee kuingia kwenye ketosis, na mwili ukiendelea kuingia kwenye ketosis, wewe ndio unapata matokeo ya uponyaji ya hayo magonjwa. Pressure itakuacha kabisa, sukari itakuacha kabisa, matatizo ya moyo hutayasikia tena, matatizo ya figo, matatizo ya madonda hutayasikia tena. Lakini kitu kingine cha kuchochea huu mchakato wa ketosis uendelee kuchukua nafasi ni kufunga. Acha kula milo 3 mpaka 4 kwa siku. Weka utaratibu wa kula milo miwili, kula mlo mmoja au kula milo miwili. Tunasema funga kwa masaa 16 mpaka masaa 16 au masaa 24. Hii inachochea ketosis iendelee kuchukua nafasi. Lakini tunasema pia fungua kwa kutumia vyakula vinavyo support mwili uendelee kuingia kwenye ketosis.